Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewaomba radhi wakazi wa jiji la Dar es Salaam kutokana na adha inayotokana na usafiri wa mabasi ya mwendo kasi yanayotumia barabara ya Morogoro kuelekea Kimara, adha ambayo amesema imesababishwa na kuendelea kupungua kwa mabasi hayo huku ongezeko la wananchi wanayoyatumia mabasi hayo ikiongezeka. Kwanza kuendelea kuomba msamaha sana kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Kwa naombeni tuendelee kuwa na huo uvumilivu. Nishukuru jeshi la polisi kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wanadhani wakiona watu wananing'inia wanaweza kuliona jeshi la polisi kwamba halina msaada. Hapana. Tunachostruggle hapa ni kwamba tumekwisha ona tatizo na lazima tusaidiane kwa pamoja kwa njia za kawaida. Akizungumza majira asubuhi alipotembelea kituo cha mabasi ya mwendo kasi Kimara na kujionea hali ilivyo, pamoja na kusababisha wananchi wengine kutumia mitandao ya kijamii kulalamikia usafiri huo, Chalamila amekiri kuwepo kwa changamoto ya kuchelewa kuwasili kwa mabasi yanayotumika katika barabara hiyo na kueleza hatua za haraka za kukabiliana na hali hiyo. Tunaangalia uwezekano wa mabasi machache ya njia ya Mbagala yatolewe kidogo yaje kwenye njia ya BRT1. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mamlaka zote zikae, zikubaliane, ziweke mikataba ya kisheria ili mambo yote yaweze kwenda bila malumbano na bila magombano. Chalamila pia akaeleza kuwa kutokana na changamoto za UDART katika kuendesha mradi huo katika barabara hiyo ya Morogoro, tayari kampuni nyingine binafsi itaanza kutoa huduma katika barabara hiyo ya Morogoro. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii amepatikana mtoa huduma mmoja nje na UDART. Maana yake ni kwamba kwa muda sio mrefu mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDART. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni kama mnakumbuka vizuri, UDART, serikali na hisa kwenye UDART. Hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi. Akizungumzia kuchelewa kuanza utoaji huduma katika barabara Mbagala, Chalamila ametaja changamoto kadhaa zilizojitokeza ambazo sasa zimepatiwa ufumbuzi wa haraka na kazi ya usafirishaji inatarajiwa kuanza wakati wote. Hivi ninavyozungumza leo mpaka siku ya kesho, mabasi yote 151 yatakuwa yamekwisha pata release order ya kutoka baada ya kufanya commitment nzuri na kubwa ya namna ya kulipa kodi hii ya Watanzania. Kwa sababu mnakumbuka yale sio mabasi ya serikali wala haingii pale kufanya kazi bure. Watanzania watalipa nauli na kwa mantikio anakuwa entitled kulipa kodi za msingi kwa mujibu wa sheria za TRA. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo. Wakati Tanzania